mbali na mchezaji huyo, ni mchezaji gani ambaye mwingine anaulizwa zaidi hapo Eswatini? Mmoja kati ya mchezaji ambaye anazungumzwa sana na ni mmoja kati ya wachezaji wanamuimba sana ni Elie Mpanzu Kibisawala. Kiukweli Watanzania wengi sana wanamuimba Mpanzu, wanamuimba Soa. Ni kama vile ni wachezaji ambao wamekuwa kivutio kwa nchi hii ya Eswatini na wale wa Tanzania wanaoishi hapa nchini Eswatini. Ni kwa sababu ya ubora na kwa sababu ya weledi waliokuwa nao na ubora wao katika eneo la uwanja. Inawezekana ikawa bora zaidi, ndio maana wengi wanatamani kumuimba na wengi wanamuimba Soa, wanamuimba Elie Mpanzu. Lakini ukijaribu kutazama kiwango cha Elie Mpanzu msimu huu ulipokuwa umeanza, kiwango chake hakiridhishi. Kwa sisi waandishi wa habari tunajua hilo, kwamba kiwango chake imekuwa cha kawaida sana. Lakini kwa sababu wa Tanzania wanaoishi nchini Eswatini na wale mashabiki wa Simba wanaoishi nchini Eswatini hawajamuona muda mrefu, hawajapata bahati ya kuwaona hao watu. Kwa hiyo wanapopata bahati ya kuwaona hao wachezaji, kwa hiyo wanaonesha yale mahaba yao, wanaonesha kwamba upendo wao kiasi gani. Kwa hiyo hichi ambacho kinachoonekana Jonathan Soa, na nikwambie tu kitu kimoja, baada tu ya Simba kuwasili, wa Tanzania ambao walisimama nje ya uwanja wa ndege, huku wakiimba jina la Jonathan Soa, wakiimba jina la Elie Mpanzu, huku wakiwatakia kila laheri katika mchezo wao ambao watakaocheza siku ya tarehe 19 ya mwezi wa 10 2025. Kukosekana kwa baadhi ya wachezaji wa klabu ya Msimbazi inaipa advantage timu hiyo kwenda kupata matokeo hapo nyumbani, kukosekana kwa Pinpin Kamara pamoja na Mbosso Dibir? Inawezekana ikawa disadvantage kwa upande wa Simba, lakini ukijaribu kutazama kwa Musa Kamara pia inawezekana ikawa ni pigo sana kwa upande wa wanasimba pamoja na klabu wenyewe ya wanasimba, kwa sababu ukijaribu ubora wa Kamara, ukijaribu kitazama ule uchezaji wake wa Kamara, footwork iko vizuri sana kwa kupasiwa pasi na kupiga pasi za kwa haraka zaidi. Lakini pia ukiachana yote hayo, Musa Kamara ni kiongozi katika eneo la uwanja. Tumeshuhudia baadhi ya mechi hapa, tumeona kama Musa Kamara akijaribu kuwafokea wachezaji. Je, kwa Yakubu Suleiman ambaye yeye ndiye atakayeweza kusimama katika milingoti mitatu siku hiyo, anaweza kuwa kama kiongozi katika eneo la uwanja? Hilo ni swali la kujiuliza. Lakini kwa upande wa Bajaber sioni kama kutakuwa na pengo sana, kwa sababu tangu msimu umeanza Bajaber hajatumika hata kwenye mchezo mmoja, na Bajaber ni majeraha yake tayari ameshaweza kupona na amebakishwa katika taifa huko nchini kwenu Tanzania. Lakini kwa upande wa Kamara, hiyo pia inawezekana ikawa pigo kubwa sana kwa upande wa Simba. Lakini ukumbuke kwamba Singizini All Stars ni mabingwa wa tetezi mwaka 2024-2025 wa ligi kuu hapa nchini Eswatini. Kwa hiyo hao ni mabingwa na wenyewe wamejaribu kuifuatilia Simba kwa siku za hivi karibuni. Ligi yao wameweza kusimamisha kabla hii break ya FIFA. Wao hawakucheza mchezo hata mmoja tangu tu ile tarehe ilivyokuwa imepangwa kwamba Simba wanaenda kukutana na Singizini. Kwa hiyo walikuwa wameomba shirikisho la mpira nchini Eswatini kwamba wapewe muda wa kuweza kufanya maandalizi. Kwa hiyo wana muda mrefu sana hawajaingia uwanjani, zote wanafanya mazoezi kwa kadri vile ambavyo wanavyoweza, na wanajua kabisa wanaenda kucheza na timu ambayo ni ngumu barani Afrika. Kwa hiyo kukosekana kwa Musa Kamara kwenye mchezo huo, hii pia itawafanya hata Singizini All Stars kuona kwamba inawezekana, kwa sababu wanajua kabisa katika milingoti mitatu yule kipa wao namba 1 kwenye kikosi hiko cha Simba hayupo, yupo golikipa mwingine. Na udhaifu ambao wa Yakubu Suleiman wengi wameshaanza kufahamu, ni ana madhaifu mengi sana, footwork yake iko vizuri. Kwa hiyo kama watachukua huo udhaifu wa Yakubu Suleiman, wanaweza wakavuna kile ambacho walichokuwa wamekipanga. Hicho ndio kitu ambacho kinachoendelea hapa nchini Eswatini. Na ukizungumzia kikosi cha Singizini, ni mchezaji gani ambaye ni hatari zaidi Simba ili wamchunge zaidi
ili asiweze waweze kupata matokeo? Kuna mchezaji anaitwa Mandama, ni mmoja kati ya wachezaji. Mandama ni mmoja kati ya wachezaji wazuri sana, ni raia kutoka Afrika Kusini. Ni mchezaji mzuri na ni mchezaji anayetokea pembeni, kwa maana kwamba ni kiungo mshambuliaji. Mwingine ni golikipa wao, jina lake kidogo nimelisahau, lakini golikipa wao ni mchezaji mzuri, ni mchezaji kiongozi, ni mchezaji ambaye kwa huko Tanzania wanasema kwamba ni mchezaji mfia timu. Yaani yule mchezaji ambaye anajituma zaidi katika eneo la uwanja. Kwa hiyo tukimzungumzia huyo golikipa ni kiongozi katika eneo la uwanja, lakini ukimzungumzia huyo Mandama ni raia kutoka Afrika Kusini, ni mchezaji mzuri sana 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 sana, na ni moja kati ya mashambulizi yao wanayategemea kubwa ni kutoka katika eneo lake. Ni kiungo mshambuliaji anayetokea upande wa kulia na upande wa kushoto, ni flanks, kwa maana kwamba kutakuwa na machaguo. Kama yeye ataamua kutokea pembeni na mwenzie atatokea pembeni, wanakuwa kama vile wanabadilishana. Ni mchezaji mzuri sana, na mashambulizi yao yote Nsingizini Hotspurs wanayategemea huko. Ni mchezaji mzuri, ni mchezaji mwenye kasi, ni mchezaji mwenye skills nzuri kweli kweli ya kulisakata kabumbu barani Afrika. Kwa hiyo Shomari Kapombe, Anthony Mligo kama atakuwepo katika kikosi, na Musa Nabi Kamara, wajaribu kumtazama mchezaji huyo. Ni mchezaji mwenye spidi ya hali ya juu. Kina Rushaine wajaribu kumtazama, kina Karabu Chamu wajaribu kumtazama. Lakini kwa upande wa mwalimu ama meneja wa klabu hiyo ya Simba, Pateif, huenda ikawa ameshaanza kulifuatilia hilo kwa ukaribu zaidi. Lakini falsafa ya mwalimu, kocha mpya wa Simba, najua kabisa ni mwalimu ambaye huwa anabadilika kutokana na aina ya mpinzani vile ambavyo atakavyokuja. Kwa hiyo ndio kitu ambacho kinachoendelea. Wamchunge sana huyo mchezaji anaitwa Mandama kutoka Afrika ya Kusini, taifa lake hilo alipozaliwa. Na ukisema ligi yao na ligi yetu, ni ipi ligi ambayo iliyo bora yenye ushindani zaidi? Kiukweli ligi ya Eswatini bado haijawa na ushindani mkubwa sana, tofauti na ligi ya hapo nchini Tanzania, kwa maana kwamba ligi ambayo inafanya vizuri sana, kwa sababu ukitaka kujua ubora wa ligi ni kushiriki katika michuano ya CAF. Kwa hiyo Eswatini bado ligi yao changa, na ligi yao bado haijawa ni ligi ya ushindani, kwa sababu ukijaribu kuilinganisha ligi ya hapo kwenu nchini Tanzania na ligi inayoendelea hapa nchini Eswatini, ni mbingu na ardhi, kwa maana kwamba ligi ya Tanzania imekuwa bora sana tofauti na ligi ya Eswatini. Kwa hiyo na Simba nao pia ni moja kati ya timu ambayo inaifanya ama inaiwakilisha ligi ya Tanzania kwa bora zaidi, kwa sababu imeingia mara kwa mara kwenye michuano hiyo ya CAF. Na usije ukasahau msimu wa 24-25 Simba ni mwana finalisti ambaye alifika finali kwenye michuano ya CAF Confederation Cup. Kwa hiyo unaona kabisa Nsingizini wanaenda kucheza na timu ambayo msimu uliopita waliishia katika hatua ya finali, na bahati haikuwa kwao, wameweza kulikosa taji. Kwa hiyo wanajua kabisa ni timu ngumu kulikweli ambayo wanaoenda kucheza nayo, na kitu pekee ambacho wao wanakitazama ni kwenda kupata matokeo ya ushindi na si sare, kwa sababu wanajua kiama ambacho kitakachoenda kuwakuta katika uwanja wa huko Tanzania ni kiama kikubwa sana, na ndio maana wao mipango mikakati wanataka mechi waimalize hapa nchini Eswatini. Na tunaona baadhi timu nyingi Afrika zikiwa zinatoa ile motivation kwamba ya kuelekea labda kwa kiasi kinatoka, labda baada ya Njozi ikifunga goli na baada ya kiasi kinatoka kutoka Eswatini, imekaaje kuelekea mechi ya ubingwa barani Afrika? Kiongozi wa Eswatini anafahamika kama ni mwenyekiti wa club. Yeye ameweza kuwapa motisha wachezaji, motivation, kwa kuwatengenezea hamasa kuelekea katika mchezo huo. Amesema kwamba timu yake ikimfunga Simba, na sio tu kumfunga, ni kufuzu kuingia hatua ya makundi kombe la klabu bingwa barani Afrika, timu hiyo itapewa zawadi nono sana. Kwa hiyo mwenyekiti huyo ameeleza kwamba atapatiwa kila mchezaji nyumba,
pamoja na hela. Kwa hiyo unaona kabisa motisha imekuwa kubwa, na motisha hii imekuwa kubwa kwa sababu wanajua wanaoenda kucheza naye ni mkubwa zaidi. Kwa hiyo lazima watengenezee wachezaji motivation ili kuwafanya ili kujitengenezea matokeo mazuri katika mchezo huo. Kwa hiyo unaona kabisa motisha imekuwa kubwa, na Nyumba kama wao watafuzu, sio kumfunga tu Simba nyumbani kwake, kujihakikishia zaidi kufuzu katika hatua ya makundi, ndio wanaweza kujikusanyia nyumba kwa kila mchezaji yule ambaye aliyeshiriki kulifanikisha jambo hilo, kuweza kumtoa Simba katika mashindano hayo. Kila mchezaji atajengewa nyumba. Kwa hiyo unaona kabisa kiongozi wa club, na si taifa, ni kiongozi wa club Eswatini ameweza kutoa maelezo ya aina hayo. Kwa hiyo wachezaji wenyewe wa Singizini